Ali alipotembelea baba yake hospitalini, baba yake aligeuka ghafla na kumtazama kwa macho ya kutisha. Baba yake akasema kwa sauti dhaifu, sauti iliyoonekana kutoka chini ya kaburi, "Mwanangu, mwanangu Ali, naona kitu kinachonila usiku, kitu chenye macho mekundu. Kinaniambia kuwa wewe umeniuza." Ali alishtuka, moyo ukadunda. "Baba, unaota tu. Hakuna kitu. Wewe utapona, nitafanya kila kitu." Lakini baba yake alianza kulia, machozi yakitoka, akisema kwa kulia, Pete ya dhahabu. Naiona kwenye ndoto. Inakula roho yangu." Siku hiyo, Ali alirudi nyumbani kichwa kikizunguka. Aliogopa. Alihisi kitu kibaya sana. Lakini alijidanganya. Hapana, baba anaumwa tu. Anasema maneno ya kichaa. Hapana uhusiano baina ya pete na ugonjwa wake. Lakini usiku ule, Ali aliota ndoto ya kutisha. Ndoto ambayo ilimfanya aamke akipiga kelele. Katika ndoto, aliota baba yake akisimama pembeni ya kitanda chake, mwili wake ukiwa umekonda kabisa, ngozi ikiwa kama karatasi, macho yakiwa yakitokwa na damu. Baba yake alisimama kimya, kisha akasema kwa sauti ya kutisha, sauti ambayo haikuwa ya baba yake, "Mwanangu Ali, pete ile unayoiva inanila. Kila siku unavaa, nguvu zangu zinaondoka. Kila shilingi unayopata ni siku moja ya maisha yangu inayoondoka. Wewe umeniuza kwa pesa, umefanya mkataba na mizimu, na sasa ninakwenda." Baba yake alianza kuyeyuka, mwili wake ukiwa moshi, akiwa anatoweka gizani. Na ndani ya giza, Ali aliona kitu kingine. Mzee yule mfupi, mwenye kanzu nyekundu, akitabasamu, macho yake yakiwa mekundu, akinywa kitu kutoka kwenye bakuli, kitu chekundu kama damu. Asubuhi kulipokucha, baba yake Ali alikuwa ameshakufa. Baada ya kifo hicho, Ali alitamani kabisa kuachana na pete na kuacha njia za giza alizokuwa akitumia. Lakini mzee yule aliyempa pete alijitokeza tena akamwambia, "Najua unataka kuvunja mkataba, lakini bado unataka utajiri. Kumbuka, ukivunja mkataba vidole vyako 10 vyote vitakatwa na utabaki maskini zaidi kuliko ulivyokuwa mwanzo." Maneno haya yalimupa Ali hofu kubwa. Alikumbuka alivyoishi katika umaskini. Alikumbuka namna marafiki zake wangemcheka na kumdharau, na pia alikumbuka kuishi bila vidole. Siku moja, Ali alijaribu kuivua pete na kuitupa chini, lakini ghafla pete ilirudi tena kidoleni. Mara tu pete iliporudi, kidole chake kikakatika, na wakati huo huo gari lake moja likanyanyuka juu hewani na kupotea bila maelezo. Tukio hilo lilimpa Ali hofu kubwa. Usiku huo huo, Ali akaota ndoto. Baba yake akamjia na kumwambia, "Mwanangu, acha njia unazotumia. Bora ubaki maskini kuliko kuendelea na njia hii. Hata kama kidole chako kimekatika, nenda kanisani utubu, umwabudu Bwana Mungu wako na kila kitu kitakuwa sawa." Asubuhi alipoamka kutoka kwenye ndoto hiyo, badala ya kusikiliza onyo, Ali alirudi tena kwenye ibada za giza. Akaomba pete irudi, na kweli pete ikarudi tena. Kidole chake kikawa salama na gari yake yalirudi, na utajiri wake ukaendelea kama awali. Baba yake alirudi tena ndotoni akimwonya, "Mwanangu, acha njia hizi." Lakini Ali hakusikiliza. Baada ya siku 3, pete ikamchukua mdogo wake mmoja na akatoweka ghafla. Tangu hapo, watu wengi walianza kutamani utajiri wa haraka kama wa Ali. Ndipo roho ya baba yake ikaona kuwa kama Ali ataendelea kuishi, ataharibu maisha ya watu wengi zaidi. Hapo baba yake alijitokeza kwa umbo tofauti, si la kibinadamu. Akamfuata Ali hadi
hadi akamuua. Ndugu mtazamaji, ukitaka kutazama simulizi nyingine kali za kutisha na kusisimua, gusa moja ya hizo hapo chini. Tukutane kwenye simulizi nyingine.